Na ni kwamba naibu rais Profesa Kithure Kindiki amekariri haja kwa Wakenya kujitahidi kuunganisha nchi hii kwa minajili ya ustawi. Akiongoza kundi la washirika wa muungano wa Kenya Kwanza kwenye hafla ya kuchangisha pesa kwa kwaya za kanisa la Pentecostal Assemblies of God huko Machogo, Gucha Kusini katika kaunti ya Kisii. Naibu rais alisema kuwa ana jukumu la kuunganisha jamii za humu nchini na kwamba ataendelea kulitekeleza kwa kujitolea. Siku ya Jumamosi, naibu rais Profesa Kithure Kindiki akiandamana na viongozi kadhaa wa muungano wa Kenya Kwanza walihudhuria hafla ya kuchangisha pesa kwa kwaya za kanisa la Pentecostal Assemblies of God katika kaunti ya Kisii. Sisi ni watu wa biashara, watu wa kazi, watu wa kujitafutia. We must work towards uniting Kenya so that even our people who live far away from Kisii can enjoy staying in harmony with their brothers and sisters wherever they are. Akikariri ujumbe wa naibu rais, Spika wa Bunge la Taifa Moses Wetangula alitoa wito wa siasa zenye misingi ya maridhiano na heshima, akiwahimiza viongozi wa kisiasa waipe umuhimu umoja wa kitaifa badala ya maslahi yao ya kibinafsi. Nani alifikiria mzee Raila atakuja kuketi na Rais Ruto katika meza moja? Wakati tulikuwa tunabishana, mzee Raila, Prime Minister wetu wa zamani, alikuwa anataka kuwa rais. Sisi tulitaka Rais Ruto akuwe rais. Wakati kura ilikwisha, mzee Raila akasema Kenya is bigger than any single individual. Kiranja wa Bunge la Taifa Silvanus Osoro kwa upande wake alimkosoa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua na washirika wake kwa kutatiza juhudi za kuunganisha nchi hii. Wakati yako iliisha ukafukuzwa. Sisi tunataka kuambia wale watu wa mauchungu ambao wameshikana na watu yote ya machungu. Hata ukiangalia ni wale watu ambao wote wamepoteza kazi. Wakati wa hafla hiyo, viongozi hao wa muungano wa Kenya Kwanza walichanga takriban shilingi milioni 10 za kufadhili kwaya za kanisa hilo katika eneo bunge la Bomachoge Chache. Martini Maslin, Dira ya Magwiji.